Akizungumza wakati wa zoezi la upanzi wa miti katika msitu wa Kaboyo wadi ya Kaptama, eneo bunge la Mlima Elgon kaunti ya Bungoma, Koriria Chemeseng ambaye ni mfugaji wa samaki na nyuki ametoa wito kwa serikali zote mbili kuhakikisha inawapa wenyeji nafasi za kandarasi ya kupanda miche, akisema kuwa hatua hiyo ni njia mojawapo itakayobuni ajira miongoni mwao. Sana serikali ikitusaidia kununua miche ambayo tumeweza kuweka kwa nursery, itatusaidia pia kuendelesha kununua mbegu na polythene tubes za kuweza kuweka miti ndani. Tunahimiza serikali waanze pamoja na sisi wenye tunafanya kazi karibu na msitu na community, wasiweze kutoa miti nje ya wodi ya Kaptama. Chemeseng anasema kuwa kwa ushirikiano na mashirika mengine wanalenga kupanda miti zaidi ya 5,000 ili kuhifadhi mazingira na chemichemi za maji. Hii tumekuwa tukishirikiana na ITF kwa urefu ni International Tree Foundation ambao wametusaidia ili tuweze kupanda miti katika msitu yetu hii na aswa rebellion areas kando za mito ili kuweza kutunza maji yetu. Aidha, amesema kupitia miradi kadhaa wakazi wamenufaika na ugavi wa kondoo na mizinga ya nyuki, hatua ambayo inalenga kuwezesha kiuchumi na kuongeza kipato cha familia. Hadi wakati huu tumeweza kupeana mizinga 160 kwa vikundi 7 na pia tumeweza kupeana kondoo kwa vikundi 7. Vile vile tumeweza kupanda miche miti za kienyeji na agroforestry na pia hizi miti za kulisha mifugo zetu kama hii kaliandra hapa ni chakula ya kondoo. Wito umetolewa kwa serikali kuhakikisha rasilimali za mazingira zinatumiwa vyema kwa maendeleo ya jamii. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Marilyn Masika.